Karibu sana kwenye Lebundazi Insight, mahali ambapo tunatazama dunia kivingine. Kama wewe ni mwanaume na mwenye ndoto na mwenye malengo na hautaki maisha yako yaharibike kabisa kwa maamuzi mabaya ya mahusiano, basi video hii ni muhimu sana kwako. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe channel hii, bonyeza like na uwashe notification bell, kwa sababu hapa tunazungumza ukweli na ambao wengi wanaogopa kusema. Maamuzi ni kwamba naamini kuna mwanaume mahali fulani leo anaumia kimya kwa sababu ya mwanamke aliyemruhusu katika maisha yake. Swali ni hili: je, huyo mwanamke anakujenga au anakumaliza taratibu? Leo tutaangalia wanawake 7 hatarishi katika maisha ya mwanaume, na ukikosea kuchagua unaweza kupoteza pesa zako, akili yako, future yako na wakati mwingine hata heshima yako. Na mwisho wa video hii utaanza kutazama mahusiano kwa jicho tofauti. Mwanamke wa kwanza ni mwanamke asiyeridhika. Huyu ni mwanamke ambaye hata umfanyie nini bado ataona haitoshi. Ukinunua kiatu atasema, mbona watu wa Instagram wanaenda Dubai? Ukimpeleka hoteli nzuri atasema, hii ndio uliyoona bora. Kuna mwanaume mmoja sehemu fulani alimnunulia girlfriend wake iPhone mpya. Baada ya kushukuru akasema, hii kala mimi sipendi. Mwanaume akaishia kusema, sasa nirudishe dukani nikachukue rangi zako za nywele au? Dalili za mwanamke huyu: cha kwanza, hakushukuru. Lakini pia anakulinganisha na wanaume wengine. Anaona juhudi zako ni kawaida. Anataka maisha ya luxury bila kutoa jasho. Lakini pia ukweli mkubwa: mwanaume ukikaa na mwanamke wa aina hii muda mrefu, huanza kujiona hafai hata kama anajitahidi kweli. Na hapo ndipo stress huanza. Mwanamke wa pili ni mwanamke wa pesa tu. Mapenzi yake yana bando. Huyu akikupigia simu mara nyingi, ujue kuna emergency ya kifedha. Kuna mwanamume mmoja, mwanamke wake ukiona message inaanza na baby uko busy, jua mwisho wa message ni naomba 50,000. Dalili zake: mudi yake hutegemea pesa. Ukikosa matumizi anakasirika. Hata support ya ukweli kwako hana. Anakupenda ukiwa na hela. Mwanaume, usijidanganye. Ukitumia pesa kununua mapenzi, utaendelea kulipa hata na uchoke. Mwanamke wa drama. Huyu ni mwanamke wa tatu. Kila siku ni season final. Huyu hawezi kuishi bila ugomvi. Leo amekasirika kwa sababu umechelewa replay dakika 3 tu. Kesho analia, umenibadilika. Kuna mwanaume mmoja alinyamaza tu baada ya ugomvi. Mwanamke akasema, unaona sasa, hata kujitetea utaki. Mwanaume akauliza, sasa nikiongea unasema nabishana, nikinyamaza unasema nimebadilika. Unataka nitaje nini? Madhara ya mwanamke huyu: anakumaliza kiakili, anakufanya upoteze focus, anaanza kuogopa simu yake kuliko boss wako. Mahusiano yenye drama nyingi hayaibi moyo wako tu, yanaiba na future yako. Mwanamke wa 4, mwanamke msaliti. Anasema anakupenda huku password ya simu ni siri ya taifa. Trust ikivunjika, kila kitu huanza kufa taratibu. Dalili zake: anaficha simu kupita kiasi. Ghafla ameanza kuwa busy. Anabadilika bila sababu. Intuition yako inakuambia kuna kitu hakiko sawa. Kuna mwanaume alimuuliza girlfriend wake, mbona umechange password? Akaambiwa, ni privacy yangu. Baada ya wiki 2 akamkuta na mwanaume mwingine. Privacy ikageuka tragedy. Ukiona mtu anakusaliti mara kwa mara, usipoteze muda kumwomba upendo, ondoka. Usaliti humvunja mwanaume ndani kwa ndani kuliko watu wanavyofikiria. Mwanamke wa 5, mwanamke asiye na maono. Anaishi leo, hajui kesho ipo. Huyu mwanamke ni starehe tu. Ukimwambia tuwekeze, atasema acha kwanza tufurahie maisha. Dalili: hana plan, hapendi maendeleo, anaona discipline ni mateso, hana ndoto. Kuna mwanamke utamsikia mwanaume kumsave pesa, watasema mbona unaishi kama mzee, lakini mwisho wa mwezi wao ndio wa kwanza kukopa. Ukikaa na mtu asiye na direction, unaweza kupoteza direction yako pia. Mwanamke wa 6, mwanamke mwenye maneno ya sumu. Atakuwa taratibu kwa ulimi. Kuna wanawake
hawapigi makofi, lakini wanaua confidence ya mwanaume. Dalili: anakudharau, anakutukana, anakukatisha tamaa, anafanya adhabu na udhaifu wako kuwa undani. Kuna wanaume aliambiwa girlfriend wake, nataka kuanzisha biashara. Akaambiwa, wewe biashara? Hata sock zako upotezi. Ndoto zikafia hapo hapo. Mwanaume, linda sana akili yako, kwa sababu mtu anayekudhalilisha kila siku anakupokonya nguvu ya kuamini unaweza kufanikiwa. Mwanamke wa 7, mwanamke anayekuzuia kufanikiwa. Anataka muda wako wote, lakini haelewi ndoto zako. Huyu anakufanya ujisikie guilty kila unapopambana na maisha. Ukifanya kazi, hunipei muda. Ukisoma, umenipuuza. Ukijituma, siku hizi umebadilika. Kuna wanaume wengi leo wamefika mbali, lakini walipoteza focus kwa sababu mbaya za mahusiano. Mwanamke sahihi hata kata mbawa zako, atakusaidia uruke. Mwanaume, usichague mwanamke kwa sura pekee. Uzuri unaweza kuvutia, lakini tabia ndio itaamua kama utalala kwa amani au kwa stress. Kuna wanawake wanakuletea utulivu na kuna wanawake wanakufanya uzeeke haraka. Jifunze kuchagua mtu anayekupa amani, heshima, uaminifu, support, maono ya pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku mwanamke anaweza kuwa sababu ya mafanikio yako au sababu ya maumivu yako. Mimi naitwa Moses Lubnazi na hii ni Lubnazi Insight. Tazama dunia kivingine. Kama umependa video hii, subscribe sasa, like, comment na share kwa wengine. Tuambie kwenye comment ni aina gani ya mwanamke ambayo unaona ni hatari zaidi kwa mwanaume. Tukutane video ijayo. Asante.